Ni ipi hatma ya afya barani Afrika baada ya Marekani kujiondoa rasmi katika shirika la afya duniani maarufu kama WHO? Shirika la afya duniani maarufu kama WHO ni mojawapo ya taasisi muhimu zaidi katika historia ya afya ya binadamu. Shirika hili lilianzishwa mwaka 1948 chini ya Umoja wa Mataifa kwa lengo la kuratibu juhudi za kimataifa katika kulinda na kuboresha afya ya watu duniani. Kwa zaidi ya miongo saba sasa, WHO imekuwa ni mstari wa mbele katika kupambana na magonjwa hatari, kuongoza kampeni za chanjo, kuweka viwango vya kimataifa vya afya na kusaidia nchi zenye mifumo dhaifu ya afya, hususan bara la Afrika. Marekani ilikuwa ni mwanachama tangu kuanzishwa kwa WHO na kwa miaka mingi sana imekuwa ni mdau mkubwa zaidi wa kifedha na kitaalamu. Kila mwaka Marekani ilichangia mamilioni ya dola, sawa na zaidi ya 15% ya bajeti ya WHO. Mchango huo haukuwa wa fedha pekee. Marekani ilitoa wataalamu wa afya, tafiti za kisayansi, mifumo ya ufuatiliaji wa magonjwa, pamoja na msaada wa vifaa na chanjo wakati wa dharura za kiafya. Hata hivyo, mnamo Januari 2025 tarehe 20, serikali ya Marekani ilitangaza rasmi nia ya kujiondoa WHO. Ilitaja kutoridhishwa na namna shirika hilo lilivyoshughulikia janga la Uviko 19 pamoja na madai ya ukosefu wa uwazi na mageuzi ya ndani. Baada ya kipindi cha sheria cha mwaka mmoja, kujiondoa huko kumekamilika rasmi Januari mwaka huu 2026, na hivyo kumaliza uhusiano wa karibu uliodumu kwa takriban miaka 78. Uamuzi huu umeacha pengo kubwa sana, hasa barani Afrika ambako nchi nyingi bado zinategemea kwa kiasi kikubwa msaada wa WHO. Katika bara hili, WHO inafanya kazi katika nchi 47 ikisaidia kudhibiti magonjwa ya mlipuko kama Ebola, kipindupindu, homa ya manjano, polio na malaria. Pia husaidia mipango ya VVU, yani ukimwi, afya ya mama na mtoto na maandalizi ya dharura wakati wa majanga ya kiafya. Nchi kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo imekumbwa mara kwa mara na mlipuko wa Ebola na surua hutegemea WHO kwa ufuatiliaji wa magonjwa na msaada wa haraka wa kitaalamu. Uganda na Kenya ambapo zina idadi kubwa ya watu wanaoishi na virusi vya ukimwi wanategemea mwongozo wa WHO katika mipango ya tiba na kinga. Nigeria, nchi yenye watu wengi zaidi ya Afrika, inahitaji msaada wa WHO katika kudhibiti polio, malaria na magonjwa ya mlipuko katika maeneo yenye mfumo dhaifu ya afya. Nchi nyingine kama Tanzania, Msumbiji, Zambia na Ethiopia pia zinaweza kuathirika zaidi kwa kupungua kwa msaada wa kiufundi, chanjo na mifumo ya ufuatiliaji wa magonjwa. Wataalamu wanaonya kuwa bila rasilimali mbadala, baadhi ya nchi zinaweza kushindwa kugundua mapema mlipuko mipya ya magonjwa, hali inayoweza kusababisha athari kubwa kwa maisha ya wananchi wao. Hata hivyo, changamoto hizi zimezua mjadala mpana barani Afrika kuhusu umuhimu wa kujitegemea katika sekta ya afya. Taasisi za kikanda na viongozi wa Afrika wanazidi kusisitiza haja ya kuimarisha mifumo ya afya ya ndani, kuongeza bajeti za afya na kuimarisha ushirikiano wa kikanda ili kupunguza utegemezi wa wahisani wa nje. Kadri dunia inavyoendelea kukumbwa na magonjwa yanayovuka mipaka ya nchi, kujiondoa kwa Marekani kutoka WHO ni tukio lenye athari za muda mrefu kwa Afrika. Huu ni wakati wa tahadhari, lakini pia ni fursa ya kujitathmini upya. Swali linalobaki ni moja: je, bara linaweza kulinda afya ya watu wake katika mazingira mapya ya ushirikiano wa kimataifa? Hii ni habari fupi mahiri kwa Africa Media Wire Express. Mimi ni Joseph Isangura.